Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo, mahali popote ulipo ulimwenguni unapotufuatilia na unapotutazama. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tunatoa sehemu ya pili ya toba ya ardhi. Na leo tunaenda kuangazia mambo yanayo najisi ardhi, mambo ambayo yananajisi ardhi katika toba ya ardhi sehemu ya pili. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya upendo wako ulio juu ya maisha yetu. Asante kwa jinsi ambavyo umeendelea kutushikilia. Asante kwa jinsi ambavyo umeendelea kutetea watumishi wako. Tunaamini kipindi cha leo kitakwenda kugusa watu, kitawafariji watu, kitawatia watu nguvu na kitawategemeza na kuwainua zaidi. Asante Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu unaweza. Wote tunajikabidhi mikononi mwako. Amen. Basi tutasoma neno la Mungu katika Ezekieli sura ile ya 22 mstari wa 29. Ezekieli 22 mstari wa 29. Ezekieli 22 mstari wa 29. Ezekieli 22 mstari ule wa 29. Neno la Mungu linasema, watu wa nchi wametumia udhalimu, wamenyang'anya kwa nguvu. Naam, wamewatenda jeuri maskini na wahitaji, nao wamewaonea wajeni bila haki. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Kwa hiyo unavyoona katika Ezekieli sura ile ya 22 mstari wa 29, Ezekieli 22 kuanzia ule mlango wa 29, ukisoma pale mpaka 31, utaweza ukaona jinsi anazungumza kwamba watu wa nchi, watu wa nchi maanake watu wa ardhi, watu wa ardhi fulani wametenda dhambi. Kwa hiyo mambo ambayo yananajisi ardhi, cha kwanza ni kunyang'anya watu vitu vyao kwa nguvu. Hii inaleta unajisi au uharibifu au uchafu kwenye ardhi. Ardhi inachafuka. Kwa hiyo ukinyang'anya kwa nguvu, ardhi inachafuka. Kutenda hila, kunyang'anya watu vitu kwa hila, vinanajisi ardhi. Lakini kitu kingine ambacho kinanajisi ardhi ni kumwaga damu. Kumwaga damu isiyo na hatia, ardhi inanajisika. Kuabudu miungu mingine, ardhi inanajisika. Kutoa sadaka kwa miungu mingine, ardhi inanajisika. Uzinzi na uasherati wa kimiungu, na huko katika kitabu kile cha, ukisoma kwenye kile kitabu cha Hesabu 25, kuna uzinzi wa kimwili, lakini kuna uzinzi wa kiroho. Unaweza ukawa unashiriki ibada za kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa miungu fulani. Huo ni uzinzi wa kiroho. Sasa anasema kwamba nami nikatafuta mtu wa kusimama mbele zangu kwa toba, ili atengeneze boma, lakini sikuona mtu. Mungu anayemtafuta ni yule mwenye ujuzi wa kusimama kwa matengenezo. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza, ni kwamba huyo mtu Mungu anayemtafuta ni yule ambaye ana ujuzi wa rohoni wa kusimama mahali kwa ajili ya matengenezo, na hayo matengenezo sasa ni toba iliyobeba matengenezo. Sasa huyo mtu akipatikana akisimama kwa hiyo toba, kitu cha kwanza anasimama na toba ya matengenezo kwa ajili ya kuondoa hasira ya Mungu inayowaka kwenye ardhi. Kuna hasira ya Mungu inayowaka kwenye ardhi, watu wakiabudu miungu mingine. Lakini kuitakasa ardhi, atasimama kama kuhani kwa ajili ya kuitakasa ardhi. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe unashangaa unaletewa mzigo na Mungu, kumbe wewe ni kuhani wa familia yenu, na kwenye ardhi yenu kuna mambo magumu sana Mungu anayaona. Kuna watu wameshatoa mimba wakamwaga damu, ardhi kanajisika.
Kuna watu ambao wanaabudu miungu mingine, mizimu, kwenye ule ukoo wenu, kwenye ile ardhi ya kwenu. Sasa kumeanza kutokea magonjwa yasiyopona, yasiyosikia dawa, kumeanza kutokea mauti za ghafla, kumeanza kutokea roho za mapooza. Sasa Mungu anasema katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17 mpaka 24, unaona jinsi ardhi ilifungua kinywa chake ikameza wakina Kora. Ardhi ikisha najisika, Mungu anaweza akasikia hasira, ardhi ikafungua kinywa ikaanza kumeza watu wake. Kuna familia wanazika kila mara. Kuna milango ya mauti sasa imefunguka kwenye hiyo familia kwa sababu ya unajisi ulioko kwenye hiyo ardhi ya kwao, kwa watu kumwacha Mungu na kuabudu miungu mingine, watu kumwacha Mungu na kuziendea ibada za sanamu, watu kumwacha Mungu na kufanya uzinzi wa miungu mingine, kushiriki karamu na miungu mingine. Mungu akakasirika, umwagaji damu na kutokuitii sauti ya Mungu. Sasa hebu tuangalie kuhusu jambo ambalo linanajisi ardhi inalaaniwa kama kumwaga damu. Ardhi ukimwaga damu inanajisika na inalaaniwa. Ukisoma Mwanzo sura ya 4 mstari wa 11, anasema basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako. Kwa unaona, Mungu aliweka laana juu ya Kaini baada ya kumuua ndugu yake. Kwa hiyo kuna laana inayokaa ndani ya mtu na kuna laana inayokaa ndani ya eneo. Ardhi ina masikio, kwa hiyo ardhi ina kinywa, ardhi ina mikono, ardhi ni benki, inaweka taarifa pia. Sasa ukimwaga damu ya mtu, laana inaweza ikaachiliwa juu yako, lakini pale palipomwajika ile damu pia panakuwa pana unajisi na panalaaniwa. Kwa nini panalaaniwa? Kwa sababu Mungu ana tabia ya kuita ardhi na mbingu kama mashahidi. Kwa hiyo ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19, Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19, utaona Mungu anaita ardhi na mbingu, anaziita kama mashahidi, anazishuhudiza kama mashahidi mbingu na nchi. Mungu akitaka kuhukumu lazima aziite mbingu na nchi, mbingu na nchi. Kwa hiyo sasa katika ulimwengu wa roho ni lazima tujifunze kuomba kwa ajili ya ardhi sana, kwa sababu unajisi ulioko kwenye ardhi ni mkubwa. Kuna mambo yanafanyika kwenye ardhi ambayo yanasababisha mambo mabaya, magonjwa, vifo vya ghafla na mambo magumu kutokea kwenye familia za watu. Na kwa nini nchi inaitwa na Mungu mara tatu? Kuitwa mara tatu maana yake ni kusisitiziwa kuweka hiyo taarifa. Kwa hiyo usipoombea ardhi sana, kuna mambo mengi utaona hayaendi vizuri kwenye maisha yako. Jifunze kupata muda wa kwenda kuombea ardhi ya kwenu. Hivi unajua hata ili ubarikiwe ni lazima ujifunze kuombea ardhi ya kwenu. Mungu anasema atabariki watu wanapotoka na wanapoingia, katika ile Zaburi ya 121 mstari wa 7 na 8. Sasa anasema Bwana atakulinda utokapo na atakulinda uingiapo. Kwa hiyo ukitoka mahali penye shida, huwezi kuingia mahali pengine ukabarikiwa bila kushughulikia kule kwenye chanzo. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kuomba kwa ajili ya ardhi, na tuamini kabisa kwamba chochote unachokifanya Mungu anakuona kupitia ardhi. Kwa mujibu wa Kutoka, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 mstari wa 19, Mungu huziita mbingu na nchi kama mashahidi. Wakati akitaka kuuliza taarifa fulani, anaziita mbingu na nchi. Kwa hiyo sasa tujitahidi kuomba kwa ajili ya kuondoa mambo hayo. Unaweza kukuta huko kwenu yapo watu wameshaabudu miungu, watu wameshamwaga damu, watu wamekuwa wazinzi, wazinzi wa miungu mingine, lakini ardhi inaweza kutakaswa na ikatakasika. Ukimwaga damu ya Yesu kwenye ardhi inaondoa. Anasema katika lile neno la Ibrania sura ile ya 9 mstari wa 22, katika agano na katika Torati kila kitu utakaswa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo maana yake ukimwaga damu inaondoa. Ukimwaga damu ya Yesu, sema na mwaga damu ya Yesu kwenye ardhi inaondoa. Lakini ukisema na nyunyuza damu ya Yesu inanena. Kwa hiyo damu ya Yesu inanena mema. Damu ya mwanadamu inanena kisasi.
Kwa hiyo unapoachilia damu ya Yesu kwenye ardhi ambayo ina damu ya mtu, inanena mema. Unapoachilia damu ya Yesu Kristo ukasema unainyunyuza kwenye ardhi, maana yake ile damu inafuta taarifa zote za mauti, taarifa zote za magonjwa, taarifa zote batili. Damu ya Yesu ina uwezo wa kupita kwenye ardhi na kufuta. Ina uwezo wa kumwagwa ikaondoa kila mauti, ina uwezo wa kumwagwa kwenye ardhi ikaondoa kila madhara ya mauti, madhara ya magonjwa, ikaondoa roho za ulevi, ikaondoa roho za mafarakano. Damu ya Yesu. Kwa hiyo ukinyunyuza damu ya Yesu kwenye ardhi inaongea kinyume cha laana, mauti na mabaya yote. Ukimwaga damu ya Yesu kwenye ardhi inaondoa laana, mauti na uharibifu wote kwenye ardhi na kufanya utakaso. Kwa hiyo sasa, ili kuondoa hivyo vitu vinavyonajisi ardhi, ni lazima ujifunze kutumia damu ya Yesu na ujue matumizi yake. Ujue ukinyunyuza inaongea na ujue ukimwaga inaondoa. Kwa hiyo usianze kumwaga, anza kunyunyuza kwanza, kwa sababu ukinyunyuza itanena toba, itanena rehema, itanena msamaha. Kwa hiyo kama kuna watu kutokuzaa, itanena watu wazae. Kama kuna watu kutokustawi, itanena watu kustawi, kwa sababu laana ni kutokustawi au ni kutokufanikiwa katika jambo lolote. Sasa ukinyunyuza damu ya Yesu itasema watu wafanikiwe. Ukinyunyuza damu ya Yesu pia itazungumza watu wawe na uzao. Ukinyunyuza damu ya Yesu sasa itazungumza kwamba watu wataishi, watakuwa na amani, kisha watastawi. Lakini itanyamazisha kisasi, italipa, kwa sababu damu ya Yesu inalipa na ina uwezo wa kununua. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 9. Ukisoma pale, damu ya Yesu ina uwezo wa kununua pia. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuinyunyuza, tuna uwezo wa kuimwaga na ikaondoa kila laana kwenye ardhi, ikaondoa kila mabaya kwenye ardhi, ikaondoa kabisa kila roho ya utasa. Ardhi inaweza ikabeba roho ya utasa pia. Ukiachilia damu ya Yesu itaondoa utasa. Lakini ardhi pia inaweza ikafunga watu wasiolewe au kuoa kwenye eneo. Ukiomba toba na ukitembea na damu ya Yesu Kristo vizuri, utashangaa damu ya Yesu Kristo inaondoa hicho kifungo, mazuio ya kuoa na kuolewa.